Serikalini akiwemo Seneta Aaron Cheruiyot na mbunge Junet Mohamed wameunga mkono ubinafsishaji wa mali ya umma wakidai kuwa ni kwa manufaa ya maendeleo ya Wakenya, huku wakisuta viongozi wanaopinga hatua hii. Wakati huo Junet Mohamed amewasuta wale wanaosema wanamwelekezea mashambulizi ya kibinafsi, yakiwemo madai kwamba alimwajiri mke wake katika bima ya afya ya jamii SHA, akidai kuwa haya yote yanachochewa kisiasa. Mwingine anatoka huko bunge, alikuwa chairman ya budget committee, anapiga kelele, anasema ya kwamba ati serikali inauza Safaricom, inauza Kenya Pipeline, sijui nini. Wewe kama unataka pesa na uko na ng'ombe 6 na una pesa, utauza ng'ombe yako ama utauza? Utauza ama utauza? Ng'ombe ya serikali ni Kenya Pipeline, ng'ombe ya serikali ni Safaricom. Kama tumekataza serikali kuweka ushuru zaidi, lazima watafute njia nyingine ya kupata pesa. Na hiyo ndio pesa ambayo president amesema itafanya maendeleo, haitalipa madeni. Hao wanasema ati hawezi kuuza kwa sababu wao hawana haja na pesa maendeleo. Kwao imeshajengwa, kila pale ni lami, stima imeingia kwa kila nyumba, maji inatembea kwa fereji, punda hata anakula nyasi ya bei ya juu. Hakuli hii nyasi yetu hii. Wanaona sasa Kenya yote imeendelea. Na sisi sasa hivi tunajenga mashule. Tuko hapa kuja kujenga shule. Ndio maana wenzangu wamekuja. So mimi naomba watu waheshimiane hapa Kenya. Kuna ujinga imekuja kwa mitandao ya kupiga picha mashule na kusema ati kiongozi ya pande hii anafanya kazi. CDF inatoshana Kenya mzima. Those schools that are being shown, none of them was developed using CDF. They were developed, most of them, using funds from the national government. Many of them are either provincial ama national schools ambayo ilijengwa zamani. Wengi ambao wanacheka sahi na kupiga huku nyumbani wao kusema ona vile watu wako na shida, hata hakuna daraja, hawajui watu wako namna hii kwa sababu ya siasa hiyo ya upuzi ya kugawa Wakenya. Tumepitisha sheria hii inaitwa privatization, na nyinyi wengi wenu ni watu mnaelewa hii vitu, kwamba serikali pale imefikia hatuwezi kukopa tena. Uhuru na wale walitangulia wamekopa kila kitu. Hatuwezi kuongeza ushuru na tunataka maendeleo. Ndio maana tukapitisha kwa bunge tukasema basi ukiwa kwa boma yako watoto